anafunguliwa. Ukija kwenye ukoma ni hivyo hivyo. Usikariri njia ya utendaji ya Mungu. Kazi yako ni kusubiri Mungu atende na uamini ya kwamba ni mwaminifu na atatenda. Katika Isaka anazaliwa Esau, anazaliwa Yakobo. Yakobo anapozaliwa anakuwa na watoto 12. Na si kwamba naye anaanza kwa wepesi. Anapitia hatua ya kudanganywa. Anapitia hatua ya matokeo ya mambo ambayo alimfanyia ndugu yake. Lakini anajua namna ya kuwa karibu na Mungu, kiasi kwamba kila jambo ambalo linatokea katika maisha yake lina makusudi ya kimungu ndani yake. Katika wale 12 ambao wanazaliwa kama watoto wa Yakobo, ndipo wanaendelea kukua. Familia ambayo haikuwa na sura nzuri sana tukilinganisha na familia za leo, lakini kwa wakati huo ilikuwa ina nafuu kuliko familia zote. Mchungaji, sikuelewe hapa. Hii familia ya Yakobo unapoitazama, pamoja na kwamba ni familia ambayo Mungu anajitambulisha ili akaonekane katika dunia, ilikuwa na changamoto zake nyingi sana, lakini ndio ilikuwa ina nafuu kuliko familia zote. Mchungaji, sijakuelewa. Bado naendelea kukuelewesha zaidi. Nuhu akapata neema machoni pa Mungu. Neno neema ni upendeleo. Yaani kwa wakati ule wa Nuhu, huyu mzee ambaye anajua kutengeneza pombe, maana usije ukaniambia kwamba eti alitengeneza pombe, alianza kujua kutengeneza pombe baada ya gharika. Hapana, lazima alikuwa na ujuzi wa kutengeneza hata kabla ya hapo. Huyu ndiye mwenye nafuu. Nenda kaangalie familia ya Lutu. Familia ya Lutu pale Sodoma ndio ilikuwa ina nafuu. Lakini ukitaka ujue kwamba na yenyewe ilikuwa imeharibika, nenda kaangalie kitendo ambacho watoto wake walimtendea baba yao. Hapo ndipo utajua ya kwamba kulikuwa na changamoto ziko hapa. Kwa Yakobo ambaye tunamtaja hapa pamoja na ubora wake wote na Mungu anapitia hapa, lakini alikuwa na changamoto katika familia yake nyingi sana. Mmoja wapo ni kwamba Reuben, kijana wake wa kwanza, alikuja kulala na mke mdogo wa Yakobo. Aibu ilioje! Yuda ambaye Yesu anatokea alikuja kuzaa na mkamwanaye. Hebu angalia changamoto zilizoko hapa. Kwa wote ukiangalia wana shida. Wewe ni nani unayenitazama leo? Umejidharau na kujiona duni kiroho, kwa sababu hata kanisani huna cheo, kwa sababu hata kanisani hujachaguliwa hata kufagia. Hutambuliwi. Unajiona kuwa duni. Nataka nikuambie, hujui ulichokibeba. Mungu ana makusudi na maisha yako. Mungu anahitaji wewe kwa jinsi alivyokuita ukatangaze habari njema ya wokovu kwa watu wengine. Maisha yako yakawe ni ushuhuda. Unajua, tunaposema kutangaza habari njema, kuna mtu ananitazama nadhani kwamba huenda Mungu anamuita kuwa mchungaji. Uchungaji ni karama, uinjilisti ni karama, lakini kila mmoja anatenda kazi ya Mungu kulingana na mazingira yake yalivyo. Kuna mtu mwingine hawezi kusimama kuhubiri, lakini anaweza kuwawezesha wahubiri wakaenda kuhubiri kwa mali zake, kwa sadaka zake. Mungu ndivyo amekuita kuwa hivyo. Lakini kuna mwingine Mungu amekuita kuwa fundi mitambo tu, kazi yako ni kutuni mitambo iende vizuri, nawe pia unatangaza habari njema. Mungu amekuita kwa ajili ya kazi hiyo. Kila mmoja ameitwa kwa kazi yake. Hujui ulichokibeba. Hujui ulichokibeba.